Na ndipo vile vile Yesu anasikia uchungu kwa ajili yako, atatumanishana mutu akwambie ya kwamba nenda mukamulete huyo mutu ambaye nimesikia sauti yake ikinililia kwa mbali, nenda mukamulete. Na wakati wanapokuleta mbele za Yesu, Yesu akawauliza, unataka nikufanyie nini? Huyu mtu akasema ya kwamba nipate kuona. Maana mateso ambayo ilikuwa ikimsumbua ni kwa sababu hakukuwa na macho. Alisema kile ambacho kilichomsumbua. Labda wewe wanakuuliza, Yesu anakuuliza akusaidie nini? Shida zako zinakuwa ni mingi. Unaanza kusema nipate na gari, unaanza kusema nikule na nyama, unaanza kusema niende na sijue wapi. Lakini huyu mtu alisema ya kwamba nipate kuona. Maana alijua ya kwamba akiona tu na vile vingine vyote vitaonekana. Nataka nikuambie kuna neema ambayo inaweza kuwa kwa ajili yako, lakini kwa sababu usijue kujitetea, hii neema pia nayo inapotea. Lakini huyu alisema tatizo lake moja ambalo lilikuwa limemsumbua, akasema nipate kuona. Yesu akamwambia, kwa sababu unahitaji kuona, ufanyikiwe kuona. Na wewe mtoto wa Mungu, sijue kwa siku ya leo unataka Yesu akufanyizie muujiza gani? Unataka Yesu akusaidie na nini? Unataka Yesu akuje kwako akutendee kitu gani? Huyu ndugu amesema ya kwamba yeye apate kuona, na Yesu akamwambia, na tangia saizi upate kuona. Nataka nikuambia ya kwamba maisha ambayo nayoishi ikiwa ni mabaya ni kwa sababu haujapiga kelele Yesu akusikia unahitaji nini. Haujapiga kelele Yesu akupatie kile ambacho uko nacho haja. Na unaweza kuwa umepiga kelele, lakini watu wenye unatembea nao wanakuzuia usiende kumwona Yesu, wanakuzuia usitembee pamoja na Yesu. Lakini ukienda kwenye Yesu iko hawezi kurudisha na hajatimiza kile ambacho unachotaka. Na kwa ajili hayo, ndugu mpenzi, nataka nikwambia ya kwamba Yesu atakupatia haja ya moyo wako kadiri vile vile unavyohitaji kupata, utapata. Maana yeye ndiye wa kweli. Maana ndiye yeye msaada. Hakuna mwingine anaweza kusaidia katika maisha yako isipokuwa huyu Yesu. Zidi kumupigia kelele na kumwambia haja ya moyo wako, naye atakutendea. Kulikuwa na tajiri fulani. Huyu tajiri alikuwa yeye hamuogopi Mungu ama haogopi wanadamu, na alikuwa na deni ya mama moja mjane. Na huyu mama mjane alipokuwa na deni yake, huyu mama mjane siku zote alikuwa akimwendea na kumulilia sana, akimwambia nilipe deni yangu. Lakini huyu mama mjane huyu tajiri akasema ya kwamba kulingana na kelele za huyu mama ambazo anafanya kwangu, ingalawa mimi siogopi watu ama mimi simwogopi Mungu, katika moyo wake ndio alikuwa akisema hivyo. Lakini kulingana na huyu mama amenisumbua sana, inabidi mimi nimulipe hii deni yake ili kwamba sizidi kunisumbua. Na katika andiko hii nilitaka nikuambie ndugu mpenzi ambao umenisikia kwa siku ya leo, zidi kuomba sana. Maana katika kuomba kwako ndipo baraka zako zitatokea.
Katika kuomba kwako ndipo Mungu atakupatia kile ambacho unachoomba. Biblia inasema ya kwamba tuombe bila kukoma, tuombe bila kuchoka. Omba ili kwamba Mungu akufanyie kile ambacho unachohitaji. Hii neno ambayo nataka kukwambia, ukisoma katika kitabu cha Luka 18 njoo na kushuka na kuendelea hapo kuanzia mwanzo, njoo utasikia vile huyu mama alipata baraka zake kulingana na vile aliomba. Hakuchoka kuomba, alimwendea kila siku huyu tajiri ili kwamba apate kumulipa deni yake. Na huyu tajiri alipomulipa deni yake, huyu mama akaacha kelele za kumuomba kila siku. Na hapo Yesu alipotoa mfano kama na hayo, akaambia watu, ombeni bila kuchoka, kwa sababu mnapoomba mafanikio yenu inaonekana mbele za Mungu. Mimi sijua kama kuna mtu mwenye kusikia hii ujumbe. Nataka nikwambie kwa siku ya leo, katika maombi yako nje na kufungulia njia. Katika maombi yako ndio mwemuko baraka yako. Nataka nikwambie siku ya leo ubarikiwa kulingana na maombi ambayo utaomba mbele za Mungu, naye Mungu atakutendea. Mungu atakufanyikisha kulingana na vile unapoomba. Mungu atakutendea ishara na miujiza kulingana na vile unasimama mbele zake. Usipoomba, Mungu hawezi kukumbuka kwa sababu unaonekana unatosheka. Omba ili kwamba ufanyikiwe katika mambo yako yote. Omba ili kwamba upate baraka zako. Nataka nikwambie siku ya leo, Mungu atakutumia kulingana na vile unajiweka mbele zake. Basi ndugu mpenzi, kulingana na andiko ambayo nimekuambia kwa siku ya leo, uzidi kuomba na kupiga kelele mbele za Mungu ili kwamba upate kusaidika. Hawezi kusaidika isipokuwa kupiga kelele. Huyu kipofu alipiga kelele sana, akasema ya kwamba huyu Yesu ambaye nimesikia amepita hapa, acha nimupigie kelele, kwa sababu aliuliza ni nani ambaye amepita hapa. Wakamwambia ya kwamba Yesu ndiyo mwana Nazareti, ndiyo amepita hapa. Aliposikia Yesu mwana Nazareti, ni ule anafufua watu, ni ule vipofu anafufua vipofu, ni ule anafungua viziwi, akasema ya kwamba na mimi siku ya leo ndio siku yangu, inabidi nifanyikiwe na mimi atanifungua macho. Hao watu wakamzuia, wakasema hawataki asikilike. Walipomzuia, lakini alifanya namna yote, kwa sababu macho yake haioni, na makoti ambazo alikuwa anavaa zimejaa kila takataka yote ya aina ambaye alikuwa akiomba kwa njia. Lakini alipoacha koti, Yesu alipotuma hao watu akawaambia ya kwamba enende mkamwambia kuje. Alipokuja, Yesu hakumuuliza mambo mengi, ama naye hakusema mambo mengi. Yesu akamwambia nataka nikufanyie nini? Akasema nipate kuona. Na hapo hapo macho yake yakafunguka, akaanza kuona, kwa sababu Yesu alipomwambia uende na kaone, tangia saizi macho yako yafumbuke. Ni kama vile na wewe haujafanyikiwa kwa sababu haujaomba, lakini omba na utaona matokeo kupitia maombi yako. Na ndipo hapo nataka nikwambie kwa siku ya leo, huyu mtu hawa ambao walimzuia, na ndio Yesu aliambia tena waende wakamuite. Kama vile nawe kuna vizuizo ambavyo vinakuzuiza usifanyikiwe. Kuna vizuizo ambavyo vinatuma baraka yako hauone. Kuna vizuizo ambavyo vinatuma hauende kwenye Yesu iko. Kuna vizuizo ambavyo vinakuzuiza usiombe. Lakini nataka nikwambie kwa siku ya leo, mafanikio kuwe kwako kulingana na maombi yako. Na huyu mtu alipofika mbele ya Yesu, hao watu walimwendea wakamwambia, jipe moyo, Bwana anakuhitaji. Na wewe nataka nikwambie, jipe moyo, Bwana yuko pamoja na wewe,
na atakutendea kulingana na vile una